Kazmo Joy mwenyewe, Kazmo easy kazi. Kazmo, nimetulia kidogo Kazmo Joy. Nimeangalia hii wiki kabisa. Tunapimana. Ninapima na naangalia nchi yetu Kenya vile inaendeshwa. Inaendeshwa nchi yetu inaendeshwa vibaya kabisa. Nchi imeendeshwa vibaya zaidi. Naibu wa rais mwenye napenda alifungiwa kwa hii maneno ya vaccine. Cabinet walipewa yeye hakukuweko. Hawamtambui Uhuru Kenyatta, atambui naibu wake. Ilibidi naibu wa rais hayuko comfortable na hii vaccine. Anaweza pegwa mbaye mumalize na imuue. So ni vizuri alifanya aagize kutoka nje. Hii tarehe 7 mimi naenda kutungwa yangu. Tarehe 8, tarehe 9 I mean. Ni vizuri aliagiza sababu hii serikali inaweza kumuua. Na ukiangalia vizuri, mimi nasema ukweli kabisa. Naibu wa rais tunamhitaji. Na ni vizuri ana play smart. Na mimi namshukuru sana huyu naibu wa rais. Na ndiye atakuwa rais wetu. Leo mimi naongea point bra kabisa. Wakenya msitanganywe. Mnatanganyika, mimi naongea ukweli. Na ukweli ni Mungu. Mnatanganyika kabisa. Uhuru Kenyatta is the outgoing president. Tumefuta juice Trump. Mwenye amekuja hapa kusalimia mara mbili, ako nyumbani, hana nguvu. Donald Trump mwenyewe hana nguvu, nguvu zake ziliisha. Former president. My president is Joe Biden, mwenye napenda na mwenye nilipigia kura. So watu kusema president wakati yake imeisha, tumepita na wakati. Yeye ni kuenda anaenda nyumbani. Imagine nimeongea juu ya reli. Huyu president mwenyewe ametoa reli Mombasa paka kwa shamba yao na mama yake Mama Ngina huko Naivasha. Ndiye imekwama huko. Kila kitu inasafirishwa paka kwa familia yao. Aliingia kwa maisha yetu sababu ya self interest ya family. Na nyinyi amuoni. Ametumia mamlaka vibaya huyu Uhuru Kenyatta. Ametumia mamlaka vibaya. Ingekuwa yeye ni Amerika hapa angekuwa chera. Kazi yake ingekuwa imeisha. Anatoa reli Mombasa mpaka kwa mashamba yao huko Naivasha. Nimeongea hiyo sitaki kurudia. Na ninasikia vibaya. Watu wakiangalia. Amechukua loan ya kutoa reli kutoka Mombasa mpaka Naivasha. Amechukua loan na ni sisi wa Kenya tutalipa hiyo loan. Hiyo loan hatulipi. Hiyo ni yeye na mamake Mama Ngina ndio watalipa hiyo loan. Sio sisi wa Kenya. Wacha kutanganya wengine sababu umepewa kazi unataka kutetea mwizi. Huyu ameharibu uchumi yetu. Nimeona jana ama chusi. Yeye tena ameingia IMF ati apegwe loan. Hiyo loan anataka kutumia kwa BBI ndiye agenda yake ipitishwe. Hiyo iwezekani. Hii loan yote anachukua ni yeye na mama yake Mama Ngina ndio watalipa hii loan. Sio wa Kenya. Sisi hatukumupa ruhusa ya kuchukua loan. Hii ni kitu inaumiza watu. Huyu ni mtu anaenda nyumbani. This guy is going home next year. Whether you like it or not. Uhuru Kenyatta is the outgoing president. Hii pesa anachukua kutoka IMF, ingine anachukua. Before hata ifanye kitu, hata amwezi jua, yote inaingia kwa mfuko yake. Amwisi hatari. Ndio kila mara nasema, Simbiri Nyamoibi vile kwa Kisii tunasema. Simbiri Nyamoibi ndio huyu Uhuru Kenyatta, mwizi. A thief. Utikiteta hata Magufuli mwenyewe ameenda sake. Alikuwa mzuri, mchapakazi lakini alilalia opposition vibaya. Lakini hako wapi? Hii Kenya sijui huyu mtu tulimtoa wapi. Anachukua loan saa hii ya nini?
Jiulize hii loan ni ya nini anachukua? Uhuru Kenyatta anachukua loan ya kufanyia nini? Loan anachukua ya nini? Ile pesa zote nilikuwa nasema ilitoka treasury, singine sikatoka nje sa COVID-19. Nikasema Mkenya, kila Mkenya apewe pesa. Hakuna mtu alipewa, silienda wapi? Niliongea takataka za watu wa Kenya hawana akili. Hakuna mwenye, wengi ni kumbavu ya watu. Hapa Marekani nimeona Biden amecreate almost 1 million jobs the last month March. Kenya hakuna creation of jobs. Hakuna kazi. Hapa Marekani wanapeana watu pesa thousands. Ukiconvert in Kenya shillings ni millions. Mtu mmoja anaweza pata 2 million in Kenya shillings. Ati unapeka kwa serikali. Kenya ni nini? Pesa zilienda wapi? Muisi hatari. Computer era akiwa finance minister Uhuru Kenyatta amesoea, sababu watu nyumbani ni watu waoga. Politicians ni watu wanafikiria, wengi wanatumia sana sana kama naibu wa rais ndio warudi. Wanampeleka kwa mchango kila pahali achangie ndio waonekane ndio warudi. Watu wawachague. Hapana. Hapana, hii ni Kenya. Nimeongea vibaya juu ya huyu Uhuru Kenyatta. Na sio kwa upaya, ni kwa ukweli. Huyu jamaa ni tuko miaka moja, sio ati anatosha. Moja alituletea kichana mwizi. Na mamake waisi tubu kuibia sisi. Wameturudisha nyuma. Nani atalipa hii loan? Kibaki alimwachia economy ikiwa nzuri. Economy yetu ilikuwa nzuri. Uhuru Kenyatta amenyambia na ametuipia ya kutosha. Ameharibu economy yetu. Nani atalipa? Mzee Raila, enda pole pole. Hii kitu unaleta inaitwa PPI, isaidii Mkenya. Unataka kutuambia uongeze constituency. Hiyo constituency ndio maendeleo kusema kweli. Ati unataka hii PPI inafaidika watu wengine, ati pesa mtaani, pesa sio pesa mtaani, pesa mashinani. Pesa mashinani siko wapi? Kenya is broke. Is borrowing. Uhuru anaendelea kukopa pesa. Mnadanganywa ati PPI itaongeza pesa. Pesa zitatoka wapi? Kwa nini nyinyi hamtumia akili? Huyu Uhuru tuko miaka sawa. Niko 50s, ako 50s. Ile tu ako tajiri sababu ya baba yake Rand Grapper. Huyu ni mtu ameumiza nchi na ameua nchi. Anaogopa naibu wa rais sababu anamjua siri. Naibu wa rais sio mjinga. Anajua yote. Vile Uhuru Kenyatta ametuibia. Yule mtu anaweza tanganya ni Raila Odinga. Raila Odinga anamtumia helicopter ya military na mubeba. Anamupea pesa kidogo. Anatanganywa. Raila ni mtu wa kutanganywa. Sio mtu wako na akili timamu, ni mtu wa kutanganywa. Kutanganywa kitu kidogo ili hali vitu enaibwa. Maneno ya Raila tumechoka. Raila aende nyumbani, apumzike, alinde hali yake ya afya. Huyu Uhuru Kenyatta tutakuja kumfunga Makende. Tunasema tumufunge. Ametuibia ya kutosha. A thief, a notorious thief. Number 1 thief in Kenya. Ni huyu Uhuru Kenyatta na mama yake, Mama Ngina. Roni amechukua ya nini? Nani alimwambia aende kuchukua roni nyingine? Ya kufanyia nini? Na nimesema kutoka kitambo. Hii vaccine ati tumeletewa sio nzuri. Hii vaccine sio nzuri. Hii vaccine sio nzuri. Nimesema vaccine kutoka Marekani ndio special sababu wameangalia. Hii ingine ni fake. Ataua jamii. Hii kitu itaua family yetu. Itaua wa Kenya. Na nimesema mara mingi ni vile amsikii. Kusikia amsikii. Ndio mimi nasema. Kusikia amsikii. Kasmo is kazi. Niko hapa nje ninapumzika. Ni Sunday. Kasmo is kazi. Kasmo Joy mwenyewe. Ukiangalia niko hapa, ni kwangu hapa nje, ninapumzika, ninachoma nyama hapa, mbuzi hapa. Kambuzi kako hapa na chicken, ndio mimi mwenyewe. Kazi mocho, sikuli mali ya mwingine. Uhuru angekuwa mzuri, kama hii gari, sina deni, sio kulinga.
ningepeleka nyumbani East Suburban, lakini nyumbani ni kulipisha. Sijapeleka tangu nikuja Marekani kuchukua gari yangu. Angekuwa mtu mzuri, ukitaka kujifanya ni inakuwa ni hivyo na hivi na hivi. Hapana, tumechoka. Hii Kenya sio ya mtu mmoja. Hii Kenya ni yetu sisi wenyewe. Anachukua roni ya nini? Uhuru Kenyatta anachukua roni ya kufanya nini? Anachukua roni ya kufanya nini? On top of another loan. Kazimo is kazi. Kazimo joy baby. Kazimo ndani mpaka ime. Wa Kenya usitanganyike. Watu kusema Uhuru Muigai wa Kenyatta, Uhuru ameharibu uchumi yetu. Amenyambia uchumi yetu. Ameharibu uchumi yetu. Aliachiwa economy ikiwa nzuri na msee economist Mwai Kibaki. Hapa ni pure kutaka sahi. Since 2018 hakuna kitu amefanya, ni kuleta handshake ndiye atawale muda yake ishe. Ameweka Raila Odinga, msee achui anaenda wapi. Raila achichui. Raila afya yake imekuwa mbaya. Mungu ndio alimsaidia. Wangeenda na rafiki yake Magufuli, alikuwa anakufa. Raila alikuwa anakufa kabisa. Ni Mungu tu ameona amemsaidia. Na ashukuru Mungu. Raila aende kwa kanisa aombe Mungu. Alikuwa anaenda. Hakuna video ya Wakenya adio naweka curfew. Watu wasikuje Nairobi. Hata hapa Marekani Good Friday nilikuwa kazini, kazi yangu. Makazi mingi haitambui Good Friday, lazima watu wafanye kazi. Ati Monday, Easter Monday, watu Kenya wako nyumbani. Hapa Marekani hakuna holiday Monday, watu wako kazini. Watu wako kazini ndio uchumi endelee. Mwenye ameharibu hii nchi yetu ni huyu Uhuru Kenyatta. Muntu mbaya, adui namba moja kwa Wakenya ni Uhuru Kenyatta. Mwizi hatari, na nimerudia na anaendelea kurudia. Ametuibia kwa namna mingi. Sister yake Nyokabi mwizi, NHIF. Alafu mtoto wa sister yake Nyokabi huyo anaitwa Samantha Mutama, Kemsha, wameiba pesa. Hakuna mtu ameshikwa sababu wako protected. Alafu hapa anahangaisha watu. Uhuru Kenyatta, your time is coming. Tutakufungia wewe ndani. Your time is coming. Tutashika yeye makende yako. Kenya sio pahali ya kucheza. Utacheza saa hii, wakati yake itafika. Na mimi naombea naibu kwa rais afya nzuri. Usitumie ndege ya hao watu wanaweza kukuua. Your helicopter yenyewe ukitaka kuenda pahali. Hao ni wauaji. Watu kama hao waliua Saitoti. Hii takataka iliua Saitoti. Ndio wachinyakulie mamlaka. Saitoti alikuwa. Hata Sonko alisema walimuua. Tisale murderers. Waliua Saitoti. Saitoti ndiye angekuwa president wa Kenya. Tisale murderers. Yao ni watu kumbavu. Pure kabisa. Kumbavu za watu. Wamehangaisha naibu kwa rais ni kama sisi sio wanaume. Tunaangalia na tunamulika. Naibu wa rais ni binadamu, anafaa kupewa heshima. Naibu wa rais sio mlevi kama Uhuru Kenyatta mlevi. Goi. Uhuru Kenyatta anakunywa pombe, anavuta sigara, anavuta pangi. Raila Odinga mwenyewe nilikuwa napenda, ni mundu levi anakunywanga. Musalia Mudavadi anajizuzulia. Hao sio watu tunahitaji kwa hii Kenya. Kuna ka ukweli. Maana hawataki naibu wa rais akuwe president sababu wametukosea na wametuibia ya kutosha. Na wameua ya kutosha. Ndio hivyo. Naibu wa rais ako clean. Ni mwana wa Mungu. Naibu wa rais ni mwana wa Mungu.
Takataka singine hata mimi nashangaa kwa social media bila kuchua uko na umaskini yako mingi. Uchiwezi mwenyewe. Uchiwezi mwenyewe. Ni mtu unakaa bure. Sitaki kuendelea sana. Hii loan unaenda kuchukua Uhuru Kenyatta ni wewe na mama yako Mama Ngina ndio mtalipa hiyo loan. Haki ya Mungu. Sisi hatuko huko. Hii reli umetoa Mombasa paka kwa shamba ya mama yako Naivasha, hiyo sio sisi tunalipa. Nimesema kitambo na nimeendelea kusema. Hii hatulipi, hatuna deni. Sisi kwa Kenya hatuna deni. Ila deni iko wadai family ya Kenyatta. Iko na billions. Na mashamba tutaingilia. Lazima Kenya mzima, Wakenya hawezi kaa kama masquatters, hawana mashamba na mashamba baba yake Uhuru Kenyatta aligrab. Hiyo mashamba lazima irudi kwa wananchi. Hiyo ndio Kenya tunataka. Usijifanye ati wewe ni ngumu zaidi. Hata Magufuli alikuwa hatari, ameenda amekufa. So kama Magufuli amekufa, wewe Uhuru Kenyatta huwezi kufa? Wewe huwezi kufa? Enda pole pole. Enda pole pole. Respect our deputy president, our incoming president. Kama Wakikuyu ndio jamii yako, wanapenda naibu wa rais sababu wanajua usuli yako. Wewe ni nani? You can't compare yourself kwa Wakikuyu. You can't compare yourself kwa Wakikuyu na naibu wa rais. Naibu wa rais ni mtu anapendwa 99% kwa Wakikuyu wote. Wanampenda sababu wanajua Kikuyu so smart. Uwezi danganya Mkikuyu saa hii. Ni watu wa Ruto wanampenda ndani kabisa. Wacha unyoko. Madaraka inakuja inaenda. Trump nimekuambia ako wapi? Hayuko. Donald Trump ulikuwa unamwogopa, unakuja unatumia pesa sawa Kenya 2 times kumuona. Hayuko. Madaraka is temporary. Inakuja inaenda. Umeharibu uchumi yetu. Kama kuna mtu anajua ukweli ni naibu wa rais. Kama ni mtu anasema ukweli ni Kasimo Choi. Kasimo is Kasi. Siogopi mtu. Hapana. Niogope mtu aje. Naogopa Mungu. Mimi mwanaume mkubwa kama hii. Mwanaume Kasimo Choi niogope binadamu. Ati naogopa sababu yeye anakalia nini? Na maneno ya Kibicho will resist. Matiang'i will resist. Aka kamse kanachiita system. Hiyo system tutaua. Itakufa. Ati system. Watu wanachiita system ya kuiba kura. Ati ndio hao wapeana, sio Kenya hii. Kura ya naibu wa rais huwezi iba, italeta vita Kenya mzima. Naibu wa rais sio mwanamke. Naibu wa rais sio muoga. Wacha nikwambie hivyo. Naibu wa rais sio Mjaruo. Huwezi iba kura ya naibu wa rais, haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Uhuru wewe ndio muoga. Huwezi iba. Naibu wa rais ni mtu anapenda kutoka kwa military kila pahali. Watu wa military wanampenda kabisa. Kila pahali maaskari ni vile hawajionyesha. Kila pahali huyu ni president. Na nimesema mara mingi. Naibu wa rais ni president. Uhuru Kenyatta afute bangi yake na akunywe pombe mingi akufe. President atakuwa ni naibu wa rais. Ndio kama Tanzania. Magufuli ameenda, naibu wake ndiye amekuwa rais. So respect. Fimuntu kama Murate lazima heshimu naibu wa rais. Naibu wa rais ni rais. I don't know what happened. Nilikuwa napenda Raila kitambo na tusi naibu wa rais. Kumbe ni mtu mzuri. Huyu ni malaika, ako clean. Ni mtu safi. Clean, roho nzuri, ni kama Kennedy Nchindo Matiba. Anatumia pesa yake hata wampake matope ya kuiba. Waisi tunachua namba hii. Kenya hii ni Uhuru Kenyatta family. Thieves. Natetea nyinyi wa Kenya, ni vile mko wengi wachinga bila kutumia akili. Nimeongea ya kutosha. Hii loan nikimalizia. Hii loan Uhuru Kenyatta unachukua na umechukua kutoka IMF. Hii loan ndiyo itakufunga. Hii loan kama umechukua
Ifinance PBI, kuna agenda ingine unataka kuextend power, lakini huyo utaleta vita. Kutoka unatoka. Na nimekuonya Uhuru Kenyatta, respect our constitution. Uhuru Kenyatta, respect our constitution. That's what I'm saying. Wacha kujigamba hapa kujipiga kifua. Magufuli amekufa na wewe pia utakufa. Usicheze na damu ya wananchi. Kafi ufungua inji. Wewe uko na pesa ya kutosha unakula. Watu watoke hata Kisii, watu watoke kila pahali, Mombasa wakuje Nairobi wafanye kazi. Curfew inasaidia nini? Ina limit nini? Hakuna. Mumefanya mikutano na nimeongea. Alafu nimeona hata pastor mwingine ameongea exactly vile nilikuwa nimeongea. Hii kitu unaweka curfew ni ya ukumbavu, haisaidii kitu. Uhuru Kenyatta anakuambia ukweli. Hii kitu unaweka ati ni curfew ni ya ukumbavu na ni uchinga na ushenzi na ni upralifakini mingi. Fungua inchi, kila mtu afae mask ajitetee. Saa hii ungekuwa unasisitiza maneno ya vaccine. Saa hii kila mtu ungeweka curfew, kila mtu kama ingekuwa curfew, kila mtu opeane tarehe awe ametungwa sindano ya COVID-19. Hiyo tu ndio muhimu. Sio kuweka curfew ya unyoko. Hapana. Hii Kenya sio yako. Hii Kenya sio ya mamako Mama Ngina. Wewe Uhuru Kenyatta. Sio yako na Mama Ngina, mamako. Hii Kenya ni yetu. Sisi wote ni wa Kenya. Tumesaliwa na wamama na wapapa wa Kenya. Hakuna speciality huko ati wewe uko so special. And you must respect our deputy president. Hiyo nyoko ya kulalia naibu wa rais lazima itakwama. Hiyo uchinga yako ya bloody fucking ya kulalia naibu wa rais lazima itakwama. Iga mfano, my president here Joe Biden is leading the country so good. He has created jobs 900 and something thousand. Last month watu wamepata kazi. Kenya ni nini unaambia watu? Creation of jobs gani? Ni PPI, unyoko kutuibia mingi. Kuna kazi gani umecreate? My president Joe Biden has created a lot of jobs to American citizens. About you Uhuru Kenyatta, nothing, zero, nothing. Kukunywa pombe, kunyamba huko State House, pura kabisa, kumbavu kabisa. Kazmo, keep chumba choi. Approve this message. Share hii kitu ifikie Uhuru Kenyatta na wachinga wote wale wana support yeye. Huyu ni mtu anaenda nyumbani, the outgoing president. Ana nguvu. Thank you. God bless my incoming president mwenye napenda kwa roho yangu yote. Bill Samoei Ruto. I love you, Bill. You are the man. Thank you. Namalizia hapo. Thank you.